Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, tusikilize ujumbe wa Mtakatifu Gaspari wa siku ya leo, ikiwa leo ni tarehe 18 mwezi Oktoba. Sali, soma na jikite zaidi na zaidi katika fadhila. Sali, soma na jikite zaidi na zaidi katika fadhila. Kwanza tuone maana ya neno fadhila. Fadhila ni mazoea ya kutenda mema. Fadhila ni mazoea mazuri yanayompa mtu nguvu ya kuacha mambo mabaya, yaani kuikwepa na kuiacha dhambi. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1803. Fadhila zimegawanyika katika sehemu kuu mbili au aina kuu mbili. Nazo ni fadhila za kimungu, yaani theological virtues, na fadhila za kibinadamu au fadhila za kimaadili, yaani human virtues au cardinal virtues. Fadhila za kimungu. Hizi ni fadhila ambazo ziko ndani ya mtu tangu kuzaliwa. Ni sehemu ya asili ya kila mwanadamu. Fadhila hizi ziko 3. Kwa kadri ya mafundisho ya Katekisimu ya Kanisa Katoliki, nazo ni imani, matumaini na mapendo. Na fadhila za kibinadamu au fadhila za kimaadili ni zile ambazo zimejengwa na mtu kadri ya maisha yake. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1804 hadi namba 1809. Fadhila za kimaadili ni zile ambazo kwa mang'amuzi ya kimaisha mtu huvutwa kufanya mambo yaliyo mazuri. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1812 hadi namba 1829. Fadhila za kimaadili ziko 4. Nazo ni kama ifuatavyo. Ya kwanza hekima, ya pili nguvu, ya 3 haki na ya 4 kiasi. Ndio maana Mtakatifu Gaspari anatukumbusha kwamba tunatakiwa kusali, tusome na tujikite zaidi na zaidi katika fadhila. Sasa, kwa nini tusome? Kwa nini tusali? Na kwa nini tujikite zaidi katika fadhila? Tusome kwa sababu tunahitaji maarifa ya kuweza kuchanganua mambo mbalimbali katika dunia hii tuliomo. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Rejea kitabu cha Nabii Hosea sura ya 4 aya ya 6. Kumbe bila maarifa ya Mungu katika maisha ya mwanadamu, lazima tu mwanadamu aangamie. Kwa nini tusali? Tunasali ili tuweze kupata amani ya moyo na kutua mizigo yetu ya dhambi, wasiwasi, hofu na mashaka yote. Umtwike Bwana mzigo wako, naye atakutegemeza, hata mwacha mwenye haki aondoshwe milele. Rejea kitabu cha Nabii Isaya sura ya 55 aya ya 22. Pamoja na faida nyingine kama vile kuomba ulinzi wa Mungu, kudumisha mahusiano yetu kati yetu na Mungu na pamoja na mpendwa jirani. Na kwa nini tujikite zaidi na zaidi katika fadhila? Kama tulivyoona kwamba fadhila ni mazoea ya mtu kutenda mema. Hivyo ni wazi kuwa mwenye kutenda mema atalipwa mema na mwenye kutenda mabaya atalipwa mabaya. Hivyo tumuombe Mungu kwa maombezi ya Mtakatifu Gaspari na watakatifu wote wa Mungu, ili Mwenyezi Mungu atujalie roho ya sala, kupenda elimu na kudumu katika fadhila, ili siku moja tuweze kuurithi uzima wa milele. Itukuzwe damu ya Kristo. Aliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratel Emmanuel Mluge wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo.